Wana wa ufalme popote pale mlipo duniani, mimi ni balozi wa serikali ya mbinguni hapa duniani, Dr. Gordon Gunewe. Naomba tujifunze leo kuhusu nguvu ya furaha iliyo mbele yako. Kitaalamu au Kiingereza tunaita the anticipated joy. Sasa iko nguvu kubwa sana katika furaha iliyo mbele yako, yani the anticipated joy. Na naposema furaha iliyo mbele yako, ni mara zote maisha yetu ndani ya ufalme yamejaa utukufu mmoja kwenda utukufu mwingine, imani hadi imani. Kwa kuna maisha yenye ujazo yanatusubiria mbele katika dunia hii, maisha mbeleni, aidha katika dunia hii lakini ile nyingine. Lakini hata tukiwa katika dunia hii kuna maisha yanakuja yenye ujazo, kupata ile 100% zetu, maisha yenye utele, lakini yapo mbeleni, ila kwa sasa hivi hatujayafikia. Kwa hiyo kuna mchakato unapita. Kwa hiyo kule furaha iko kule mbeleni. Kwa hiyo furaha ya mbeleni ina nguvu sana, ndio tunaita the anticipated joy. Sasa naomba nikupe siri moja. Moja kati ya faida nyingi sana za raia wa ufalme aliyejizamisha kwenye elimu ya ufalme, kwenye habari njema ya ufalme, ni ile kuwa na uwezo mkubwa wa kuona mambo makubwa ya maisha yaliyo mbele yake. Yani raia wa ufalme yote ambaye amemwamini mfalme Yesu, akazaliwa na mfalme Roho Mtakatifu na jina lake lipo katika kitabu cha maisha, na akajizamisha kwenye elimu ya ufalme kwa upana sana, mtu huyu ana uwezo mkubwa sana wa kuona mbele ya maisha yake. Ana uwezo kuona mambo makubwa ya maisha yaliyo mbele yake, kwa sababu kila raia wa ufalme ana marupurupu makubwa sana, na maisha makubwa yaliyo mbele ambayo anayoyaona kabla hajafikia. Hii inasababisha furaha ya ndani, tunaita joy, sio happiness, ni joy. Kwa hiyo hata kama njia ya kuelekea kwenye maisha hayo makubwa mbeleni ni ngumu kiasi gani, lakini mtu huyu ile furaha ya mbeleni inahama katika mazingira yale yanayopitia katika mchakato ule ili kuelekea kwenye yale maisha. Kwa hiyo inamfanya kuwa na mstahimilivu, anakuwa na perseverance sana, kwa sababu anajua naelekea kwenye ujanzo wa maisha. Kwa hiyo ndivyo ambavyo inavyokuwa kwa mtu yote yule ambaye anatarajia kitu kikubwa. Huwa kuna furaha iliyotangulia au the anticipated joy. Hata mama anayejifungua huwa uchungu ule huwa anauona si kitu kwa wakati ule, kwa sababu anatarajia kuna kitu kikubwa, mtoto anazaliwa. Sasa maisha yenye ujazo mara zote yanahitaji mchakato wa muda ili kuyafikia. Tatizo linakuja kwamba kama kuna mtu haoni maisha, yani maisha yake haoni mbeleni kwa jicho la nafsi yake, hapo ni tatizo. Hiyo inazalisha kukata tamaa. Lakini kila raia wa ufalme ambaye amezamishwa kwenye elimu ya ufalme, muamini mfalme Yesu, amezaliwa na mfalme Roho Mtakatifu, mara pili, na jina lake lipo kwenye kitabu cha maisha, mara nyingi kuanzia pale anaanza kuona kuna kitu anakiona mbeleni, kwamba mimi nitakuwa mtu fulani. Yani huwa inakuwa hivyo, na hiyo inasababishwa na ni kazi ya mfalme Roho Mtakatifu aliye ndani mwetu, ndio anayetutengenezea kuona, anatupa kuona. Na ndio maana ukisoma ile Yohana 14:16, mfalme Yesu anasema, nami nitapeleka petition kwa Baba, naye atawapa msaidizi mwingine akae nanyi wakati wote. Unaweza kuona msaidizi mwingine akae nanyi wakati wote, huyo tunakaa naye. Anasema huyo ndiye Roho wa kweli, yani Roho aliye na taarifa sahihi, ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea kwa sababu haumuoni wala hauna mahusiano naye. Anasema lakini ninyi mna mahusiano naye, kwa kuwa yuko pamoja nanyi, naye anakaa ndani yenu. Kwa hiyo mfalme Roho Mtakatifu anakaa ndani yetu, na kazi yake kubwa ya kukaa ndani yetu ni kutupeleka katika kweli, katika taarifa sahihi. Yani yeye anatuingiza katika right information, ile taarifa sahihi kuhusu urithi wetu, kuhusu maisha yetu, kuhusu kila kitu cha ufalme wetu, ndio kinatupa joy, kwa sababu anatupa taarifa zote. Hata maisha makubwa ambayo tunakwenda kuwa nayo miaka 5, 10, utajiri tunayokuwa nao, unasikia kutoka ndani kuna joy, kuna furaha ndani inazaliwa. Ndio maana mfalme Yesu akasema katika Yohana ile 16:13, akatoa kitu cha msingi, akasema atakapokuja huyo Roho wa kweli, atawaongoza awatie kwenye kweli yote, yani atawaingiza katika taarifa sahihi yote. Anasema yeye hatanena kwa ajili yake mwenyewe, bali atanena yale yote atakayosikia. Lakini anamalizia anasema hivi, naye atawaonesha
mambo yajayo. Narudia, naye atawaonesha mambo yajayo. Kwa mfano miaka 10 ijayo, kuna mraia wa ufalme ambaye anaweza kuwa rais wa nchi, anaweza kuwa bilionea mkubwa, anaweza kuwa CEO wa kampani kubwa ambayo inafanya vizuri. Hivi vitu mfalme Roho Mtakatifu anatuonyesha ndani. Unaona mambo yajayo. Hii ndio inazalisha the anticipated joy, yani furaha iliyotangulia. Yani mbele kuna furaha, alafu unaanza kuishi, na kwa hiyo kuna mchakato wa maisha magumu katikati hapa ili kupikia huko, lakini yale maisha magumu yaone kwa sababu ya ile tumaini, furaha iliyoko ndani mwako ya mambo yale. Kwa hiyo hii furaha inakuwa inafukia ule uchungu, matatizo, michakato unayopitia yote migumu inakuwa inafukiwa. Ndio maana ukisoma Waebrania 12:2 kuna siri kubwa ambayo ningependa kila mmoja awe nayo. Anasema hivi, basi na tumtazame sana Yesu. Sikiliza hapa, basi na tumtazame sana Yesu, mwanzilishi na mkamilishaji wa imani yetu. Uzalendo wetu sisi kwa serikali ya baba yetu, mwanzilishi ni baba yetu Yesu Kristo, na yeye ndio anayekamilisha uzalendo wetu. Na anasema mbele hapa, yeye ambaye kwa ajili ya furaha, sikiliza hapa, yeye ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake. Sikiliza, yeye ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake. Naomba nirudie, yeye ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake alistahimili msalaba. Yaani mfalme Yesu aliona baada ya kazi ya msalaba kuna furaha inazaliwa mbeleni, kwamba ufalme wa watoto wake unarejeshwa, watoto wake wanarejeshwa tena kwenye uhuru, wanakuja kula bata. Ile furaha ya kurejeshwa kwa ufalme kwa watoto wake ilimfanya, alianza kuiona na akaanza kuishi nao, ndio ikamfanya aweze kustahimili msalaba, kwa sababu anajua anakwenda kuzaa jambo kubwa la kuwasaidia watoto wangu. Ndio maana anasema yeye ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake alistahimili msalaba bila kujali aibu ya huo msalaba, naye ameketi mkono wa kuume wa Elohim. Unaweza kuona kilichomfanya aweze kung'ang'ana na kustahimili, kufanya perseverance ya ile mateso na mchakato mzima wa kulipa gharama kosa la uhaini pale msalabani. Ile stamina aliyoipata ni kwa sababu ya ile furaha aliyokuwa anaiona mbele, the anticipated joy. Kuna kitu kinazaliwa, alitakiwa kukiona mbele, alikuwa anakiona mbele. Hiki ndio kilikuwa kinimfanya mpaka hata ile mateso akaona si kitu, ili aweze kukamilisha lile jambo linalokuja kuweza kulifikia, ili watoto wake warudi kwenye uhuru wa wana wa Elohim. Ndio maana mstari wa 3 anasema hivi, mtafakarini sana yeye aliyestahimili upinzani mkuu namna hii kutoka kwa watu wenye dhambi, ili kwamba msije mkachoka na kukata tamaa. Unaweza kuona. Kwa hiyo na sisi hivyo hivyo tunaambiwa tufate mfano. Kuna maisha makubwa. Kila raia wa ufalme ajue kabisa kwamba ana 100% ya urithi wa utajiri wa duniani. Umeona, kama share anasema mtapata mara 100 duniani, lakini ajue kabisa kwamba kuna harusi inayofanyika mwana kondoo muda miaka 7, lakini pia kuna kutawala miaka 1000 duniani. Baada ya hapo kuna kushuhudia mambo mengi, hukumu ya mwisho kwa wale walio nani, lakini kuna kuletewa dunia mpya. Brother, hilo furaha yake manake itakupa kuwa na stamina. Ndio maana kuna furaha inakuja mbele yetu hapa duniani, kupata ile 100% kwanza ya urithi, utajiri wa dunia hii pamoja na utajiri wa ufalme. Hiyo lazima ikujengee furaha. Kwa hiyo utapita kwenye mchakato mkubwa ambao unajua utakuletea maumivu, utakuletea mateso, utasikia hali ngumu, utasikia shida. Wakati mwingine utaona kabisa kama yani unasema hapa kuna shida, yani nimekata tamaa, lakini ukianza kuileta ile furaha mbeleni ikaja, ukaanza kuiona kabla hujaifikia, hiyo itakupa kustahimili, na nataka nikwambie utafika kwenye kusudi lako. Ndio maana katika ile Waebrania 11:1 nasema, basi imani ni kuwa na uhakika wa mambo anayotumaini mtu kuyapata. Ndio maana imani, maanake kuna mambo unayotumaini kuyapata, maana unakuwa na uhakika 100% kwamba kuna mambo unayotarajia kuyapata. Ndio imani. Anasema nakuwa na ushawishi wa ndani wa Roho Mtakatifu katika kuona mambo yasiyoonekana. Kwa hiyo unakuwa na inner conviction. Mfalme Roho Mtakatifu anakupa ushawishi wa ndani katika mambo yasiyoonekana kwa macho haya. Unayaona kwa ndani, lakini kwa nje uyaoni, unaweza kuona. Kwa hiyo unayaona kwa ile furaha ya mambo unayoyaona katika ulimwengu usioonekana, ndio ile furaha ya msingi inayokupa kung'ang'ana katika mchakato mzima wa kuelekea kule kwenye furaha ya vitu vitakavyoonekana ambavyo vitazaliwa baadaye. Nikupe tu mfano mmoja. Mara nyingi kwa wataalamu wa kompyuta wanaofanya designing, wanaofanya programming, mara nyingi kuna kitu kinaitwa programming language, ya lugha ya kuprogram vitu. Programming language mara zote huwa
kawaida, kabla hujatengeneza kitu au hujatengeneza code, kitu kikaonekana, labda website, app au chochote kile ambacho utatumia code, kwanza huwa katika programming language huwa tunaanza kwanza kuumba kitu kwenye akili zetu. Tunatengeneza logic kwanza kwenye akili. Unatengeneza kwamba nataka website au software iwe hii, au software fulani iwe hivi hivi, au kitu fulani kiwe hivi hivi, au nataka wale utengeneza M-Pesa ili kufanya pesa ifike iwe hivi hivi. Kwa hiyo kile kwanza mtu anaanza kutengeneza kwenye mawazo kwa kutumia logic ya kwenye anakiumba ndani. Akishakiumba baadaye ndio anakuja kwenye mchakato wa kukitengeneza. Sasa ile logic ya ndani ya kupata picha nzima ya kila anachokitengeneza kwanza kinampa furaha kabla kile kitu hakijatokea, kwa sababu ule mchakato wenyewe na program nzima aliyotengeneza kichwani ya logic kwanza kwenye akili yake inampa furaha. Alafu akianza sasa kuanza kuiprocess kila siku, ni mchakato unampa furaha, kwa sababu unajua hapa na kwenda kupiga pesa, hapa na kwenda kupata fedha kupitia hii program, kupitia hii unaona, ndivyo inavyokuja. Na mchakato wote wa maisha uko hivyo. Huwa kwanza vitu vinatembea katika staili yake. Unavyopita kwenye mchakato huwa kunakuwa na mateso, lakini yale mateso yanakuwa suppressed, yanakuwa hayana nguvu kama mtu atakuwa anafurahia kile anachokwenda kuzalisha, anachokwenda kukipata kule mbeleni. Kwa hiyo raia wote wa ufalme wamepewa uwezo wa kuona vitu, kuona maisha yao mbele kabla hawajafika mbele. Ile furaha ya mbele wanaiona sasa hivi, ile ndio inakupa amani na utulivu wa kuweza kupita kwenye mchakato mgumu wenye maumivu, ukijua kabisa kwamba mbeleni kuna furaha. Kwa hiyo the anticipated joy ya furaha ya mbele ndio inayokufanya, inayokutembeza na kukupa stamina ya kupita kwenye magumu katika mchakato huu kabla hujafika kwenye furaha yenyewe. Hilo ni muhimu sana kuelewa, na ndio maana kila raia wa ufalme hilo lazima alione, lazima uwe nao. Na ni nzuri pia kumwambia mfalme Roho Mtakatifu, naomba nione. Na kila mtu huwa anaona automatically. Ukikaa hivi unasikia kabisa, kama unaona kabisa, mbona mimi naona nina maisha makubwa. Yani ukikaa hivi unaona mimi mbeleni, yani nakuwa mtu fulani, yani mbeleni nitafanikiwa. Yani unasikia kutokea ndani. Ile ndio inaitwa the anticipated joy. Baba mbariki kila mmoja aliye mwaminifu katika ufalme wake, ili kuweza kuwa na furaha hiyo, ili kuweza kulizalisha kitu kikubwa ambacho kitaweza kuleta impact duniani. Lakini ile furaha iliyotangulia ikupe faraja ya kupita katika hayo unayopitia, ili baadaye ukazae kitu kizito ambacho najua kitaleta tija kwenye maisha yako na dunia nzima kwa ujumla. Naitwa balozi wa serikali ya mbinguni Dr. Gunewe. Baba wa mbinguni akupe maisha. Asante.